nimeshuhudia mkiongoza mijadala yote kwa umahiri wa juu, na sina shaka waheshimiwa wabunge wenzangu mtakubaliana nami kuwa mafanikio ya mkutano huu yametokana na weledi mkubwa wa Mheshimiwa Spika na wasaidizi wake katika kusimamia shughuli za Bunge. Na kupongeza sana Mheshimiwa Spika, wewe pamoja na wasaidizi wako. Ninawashukuru pia waheshimiwa wabunge kwa pongezi zenu kwa serikali na kwa michango yenye dhamira ya dhati ya kuboresha mipango na kazi zilizokusudiwa kutekelezwa na serikali katika kipindi hiki cha miaka mitano. Mjadala huu umeendelea kuthibitisha uimara wa Bunge katika kutekeleza wajibu wake wa kikatiba wa kuishauri na kuisimamia serikali kikamilifu. Michango na maoni yenu katika mkutano huu vimepokelewa na vitafanyiwa kazi kikamilifu. Mheshimiwa Spika, tangu alipoapishwa na kuingia madarakani, Mheshimiwa Rais amefanya teuzi ambazo zimelenga kuimarisha utendaji na utoaji wa huduma kwa wananchi. Nitumie nafasi hii kuwapongeza waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri, makatibu wakuu na watendaji wengine walioteuliwa kwenye nyadhifa mbalimbali. Nitumie fursa hii pia kuwapongeza waheshimiwa Najib Magiga, Mheshimiwa Deodatus Mwanyika, Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso kwa kuteuliwa kuwa wenye viti wa Bunge. Vile nawapongeza kwa kazi kubwa ya kusaidia katika kutekeleza majukumu ya kuliongoza Bunge hili. Ninapenda pia kutumia fursa hii kuwapongeza waheshimiwa wabunge waliochaguliwa kuwa wenye viti na makamu wenye viti wa kamati za Bunge za kudumu. Naendelea kuhakikishia kuwa serikali itafanya kazi bega kwa bega na itawapa ushirikiano wote unaohitajika. Na kwa masikitiko makubwa, ninaungana tena na waheshimiwa wabunge wenzangu kutoa salamu za pole kwa bunge lako tukufu kutokana na vifo vya wabunge wenzetu wawili, Mheshimiwa Jenista Mhagama ambaye alikuwa mbunge wa jimbo la Peramiho aliyeaga dunia tarehe 11 Disemba 2025 jijini Dodoma. Pia Mheshimiwa Halima Nasoro, mbunge wa viti maalum aliyeaga dunia tarehe 18 Januari 2026 jijini Dar es Salaam. Wakati wote tutaendelea kuwakumbuka na kukumbuka michango yao katika maendeleo ya taifa letu. Mwenyezi Mungu awape pumziko la amani. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kuwapa pole Watanzania wenzangu wote waliopoteza ndugu zao, ndugu jamaa na marafiki waliopata madhara mbalimbali kutokana na ajali za barabarani na matukio mengine. Ninaomba Mungu awape subira waliopoteza ndugu zao, majeruhi wapone haraka na marehemu wapumzike kwa amani. Mkutano huu kimsingi ni wa kwanza kujadili taarifa mbalimbali za serikali katika Bunge la 13. Nimefurahishwa na namna ambavyo waheshimiwa wabunge wenzangu mlivyotoa michango na ushauri wenu kwenye shughuli hizi za kibunge. Hongereni sana, mnaendelea kukidhi matarajio ya Watanzania. Pamoja na shughuli nyingine za Bunge, mkutano wa pili wa Bunge la 13 ulipokea na kujadili taarifa zifuatazo. Moja, hotuba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoitoa wakati wa ufunguzi wa Bunge la 13. Mpango elekezi wa maendeleo wa muda mrefu, yani 2026-2027 hadi 2051. Mapendekezo ya mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, yani 2026-2027 hadi 3031. Mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mapendekezo ya mwongozo wa maandalizi wa mpango na bajeti ya serikali wa muda wa kati, yani 2026-2027, 2028-2029. Mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2026, The Written Laws Miscellaneous Amendments Bill 2026. Mswada wa sheria ya mikopo kwa dhamana za mali zinazohamishika wa mwaka 2026. Mheshimiwa Spika, kupitia mkutano huu, waheshimiwa wabunge wameuliza maswali 146 ya msingi na mengine 482 ya nyongeza ambayo yalijibiwa na serikali. Hali kadhalika, maswali 7 ya papo kwa papo yaliulizwa kutoka kwa waheshimiwa wabunge na kujibiwa na Waziri Mkuu.
Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kufuatilia kwa makini mijadala ya waheshimiwa wabunge ambapo hoja zilizotolewa zimeonyesha wazi kuunga mkono jitihada kubwa za serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Wakati huo huo, waheshimiwa wameendelea kutoa maelezo na matarajio yao ya kuona miradi hiyo hususan maji, nishati, barabara na miundombinu mingine ikikamilika kwa haraka ili wananchi waweze kunufaika kikamilifu. Tayari nimewaelekeza waheshimiwa mawaziri, waziri wa fedha, waziri wa ujenzi, waziri wa maji, waziri wa nishati pamoja na TAMISEMI kuandaa mchanganuo wa kina wa miradi yote iliyoainishwa na inayoendelea kutekelezwa kwa kusuasua ama kusimama. Mchanganuo huo pia uhusishe miradi ambayo ilikwisha kusainiwa lakini haijaanza kutekelezwa, ili ambayo hati zake zimewasilishwa na malipo hayajafanyika, ili kuweka mkakati madhubuti wa kukamilisha malipo na hatimaye kuhakikisha utekelezaji wa miradi hiyo unaendelea. Ninatoa maelekezo mahususi kwa waheshimiwa mawaziri husika kuhakikisha zoezi hili linakamilika kabla ya kuanza kwa vikao vya bunge vya bajeti, ili hoja ambazo waheshimiwa wabunge wameziibua ziweze kuwa na majawabu na taarifa ya utekelezaji wa hoja ambazo waheshimiwa wabunge wamezitoa. Mtakumbuka kuwa tarehe 2 Februari 2026 waziri wa mpango na uwekezaji na waziri wa fedha waliwasilisha bungeni mpango elekezi wa maendeleo wa muda mrefu 2026-2027 hadi 2050-2051 na mapendekezo ya mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, yani 2026-2027 hadi 2030-2031, mapendekezo ya mwongozo wa maandalizi ya mpango na bajeti ya serikali kwa muda wa kati, yani 2026-2027 hadi 2028-2029, na mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa taifa kwa mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Spika, mpango elekezi wa maendeleo wa muda mrefu umeainisha malengo mahususi na afua kwa kuzingatia shabaha na vipaumbele vilivyoainishwa katika dira ya 2050. Kwa kuzingatia ongezeko la watu nchini na athari zake katika upatikanaji wa ardhi, huduma za jamii, miundombinu, umuhimu wa kuharakisha mageuzi ya kiuchumi na kukuza uwekezaji, mpango elekezi umeweka mkazo maalum katika maeneo 6 yafuatayo. Mosi, upangaji miji endelevu na unaozingatia utunzaji wa mazingira. 2, ushirikishwaji mpana katika kupanga mipango ya maendeleo. 3, kuongeza wigo na ubora wa huduma za jamii. 4, kuongeza tija katika kilimo, uzalishaji viwandani na utoaji wa huduma kwa kuongeza kasi ya matumizi ya teknolojia ikiwemo matumizi ya digitali, ubunifu na uongezaji thamani wa mazao mbalimbali. 5, kuweka mazingira rafiki na yanayotabirika ya uwekezaji na kufanya biashara ili kuweza kuvutia mitaji kutoka sekta binafsi ya ndani na nje ya nchi. Na 6, kufanya mageuzi katika mfumo wa utawala na mabadiliko ya utamaduni na mitazamo. Mheshimiwa Spika, mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, yani 2026-2027 hadi 2030-2031 una dhima ya mageuzi kwa ajili ya ukuaji wa uchumi jumuishi na uzalishaji wa ajira. Hatua hii inaweka msukumo wa kipekee katika kutekeleza mageuzi makubwa yatakayobadilisha mifumo, mitazamo na mwenendo katika utendaji ili kuchochea tija katika uzalishaji na kuongeza uwezo wa nchi katika kushindana kikanda na kimataifa na kuchochea muunganiko wa sekta mbalimbali. Lengo ni kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha usafiri na usafirishaji wa bidhaa, viwanda, biashara katika kanda na kimataifa. Mheshimiwa Spika, mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2026-2027 ni ya kwanza katika utekelezaji wa mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano. Maeneo ya kimkakati yaliyopendekezwa kupewa kipaumbele katika mpango huo ni kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani kwa kufanya mageuzi ya mifumo ya utendaji ya taasisi na kuimarisha utawala bora. Na 2, kuimarisha uwezo wa watu na maendeleo ya kijamii ili kuwa na watu wenye ujuzi,
afya na wanaoweza kuhimili mabadiliko. Na tatu, kuimarisha miundombinu ya kidigitali, nishati na usafirishaji fungamanishi. Na nne, kuimarisha sekta zinazochochea uzalishaji unaoongeza thamani na ukuaji jumuishi. Na tano, kuimarisha uhifadhi wa mazingira na uwezo wa nchi katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Spika, kuhusu mapendekezo ya mwongozo wa maandalizi wa mpango na bajeti ya serikali katika muda wa kati ya 2026, 2027 na 2028, 2029, serikali itatekeleza vipaumbele katika miradi inayoendelea iliyosainiwa pamoja na vipaumbele vilivyoainishwa katika mpango wa kwanza wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano. Maeneo mahususi ya kipaumbele katika matumizi ni kugharamia miradi ya kielelezo, kimkakati na miradi inayoendelea. Mheshimiwa Spika, tutabana matumizi katika maeneo yasiyo ya lazima, yasiyoathiri shughuli za serikali ili fedha hizo ziweze kuelekezwa kwenye miradi ya maendeleo. Tutaelekeza fedha katika kulipa deni la taifa, mishahara ya watumishi wa umma na huduma za jamii. Mheshimiwa Spika, tuna mambo makubwa ambayo yako mbele yetu, likiwepo jambo la utekelezaji wa bima ya afya kwa wote ambayo imeanza na makundi maalum, lakini pia na mabadiliko ya mitaala ambayo itaanza kutekelezwa siku sio nyingi. Katika maandalizi ya mpango na bajeti kwa mwaka 2026, 2027, maelekezo ya kimkakati kwa maafisa masuhuli ambayo yanapaswa kuwa na msukumo wa pamoja. Moja, kwa kuwa serikali imepanga kuongeza 5% kwenye mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri, ninaelekeza ofisi za wakuu wa mikoa pamoja na wakuu wa wilaya kusimamia mamlaka za serikali za mitaa kutumia kwa pamoja 5% kati ya zile 15% ambazo zinatolewa kwenye mikopo ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kwa ajili ya uwekezaji kwenye miradi ya kuboresha mazingira ya kufanyia biashara, yaani miundombinu, ujasiriamali, ili kuweza kuvutia kuongeza fursa za ajira kwa makundi haya. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kufafanua kwenye hoja za wabunge. Mheshimiwa mbunge aliongelea kuwa kwenye awamu ya 5 yalifanyika maelekezo ya wafanyabiashara wadogo kupewa vitambulisho na kwamba sasa hoja hiyo imekufa. La hasha. Mheshimiwa Spika, hoja hiyo haijafa bali imeboreshwa zaidi. Mheshimiwa Spika, awali kitambulisho kilikuwa kinagharimu takriban shilingi 20,000 na hakikuwa cha kidigitali na kilikuwa kinatumika kwa mwaka mmoja tu. Mheshimiwa Spika, kwa sasa kitambulisho kinachotolewa ni cha kidigitali na kinadumu kwa miaka 3. Kwa hiyo inapoonekana kwamba katika baadhi ya miaka haifanyiki kwa baadhi ya watu, ni kwa sababu kitambulisho wanachotumia sasa kinatumika kwa miaka 3 na ni kitambulisho cha kidigitali. Maana yake nini? Kwamba kitambulisho hicho kimeunganishwa na mifumo mingine ikiwemo mfumo wa NIDA. Awali kitambulisho hicho kilikuwa hakijaunganishwa na mifumo mingine kwa sababu hakikuwa cha kidigitali. Kwa sasa kwa kutumia kitambulisho hicho, aliyepewa, mnufaika anaweza kukitumia kama dhamana kuweza kupata mkopo kwa sababu kina taarifa zote zile ambazo zipo kwenye mfumo wa NIDA. Na tangia kitambulisho hicho kibadilishwe na kuwa cha kidigitali, Mheshimiwa Spika, kilipoboreshwa tangu Januari 2025 hadi sasa, mwaka mmoja umepita, matokeo yake zaidi ya bilioni 10.9 zimekwisha kutolewa na wanufaika zaidi ya 5,347 wamekwisha kunufaika nacho. Kwa hiyo zoezi hilo linaendelea na utekelezaji wake utaendelea kuboreshwa zaidi na zaidi ili wanufaika wengi zaidi waweze kunufaika. Maafisa masuhuli wanakumbushwa kuzingatia mkakati wa kulinda wawekezaji wa ndani kwa kutoa kipaumbele cha kwanza katika zabuni na masharti ya mikataba na malipo ya hati za madai. Na tatu, maafisa masuhuli kuandaa mikakati ya kuzalisha na kulea
na kukuza wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa kupitia dhana ya ushirikishwaji wa wananchi katika utekelezaji, uwezeshaji na upatikanaji wa mikopo ya gharama nafuu ili kuwezesha uibwaji wa fursa za ajira hususan kwa vijana. Taasisi na mashirika ya umma hususan yanayojiendesha kibiashara yaweke mikakati ya kuondokana na utegemezi wa ruzuku kutoka serikalini ifikapo Juni 2029 ili kutoa fursa kwa serikali kutekeleza miradi ya maendeleo inayowahusu wananchi. Mheshimiwa Spika, tunazikumbusha pia mamlaka za serikali za mitaa kuongeza uwazi katika utekelezaji wa miradi katika halmashauri zetu. Mapato yote yajulikane kwa waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani. Masuala ya mapato na fedha za miradi ya maendeleo isiwe siri. Kila wakati katibu tawala wa mikoa wanapopokea fedha na kuzisambaza kwenda kwenye halmashauri zetu, watoe nakala ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mbunge, meya, wenye viti wa halmashauri pamoja na madiwani. Nimemwelekeza Mheshimiwa Waziri aandike barua kwa maafisa masuhuri wote kuweka uwazi huo. Waheshimiwa wabunge, kila mradi unaotekelezwa mpate nakala, miradi ambayo iko hatua za kutekelezwa, lakini na kila fedha zinapokuja, fedha za miradi, ofisi za wabunge, mamea, wenye viti wa halmashauri, madiwani wapate nakala za fedha ambazo zimeshakuja na aina ya miradi inayokwenda kutekelezwa. Mheshimiwa Spika, katika kuongeza uwazi pia nimeelekeza ratiba za vikao vya baraza la madiwani zizingatie ratiba ya vikao vya bunge. Mheshimiwa Spika, vikao vya bunge sio vya dharura. Hata leo tutakapoahirisha bunge tutataja vikao vya kukutana tena. Kwa hiyo ni rahisi kwa vikao vya halmashauri kupangwa kwa kuzingatia ratiba hizo za bunge. Na Mheshimiwa Spika, kulikuwa na maana wabunge kuwa wajumbe wa vikao vya mabaraza ya madiwani. Tusitumie mazoea ya kuwatoa wabunge kwenye vikao hivyo vya halmashauri. Miradi yote ambayo ipo kwenye hatua za utekelezaji, gharama zake zijulikane na fedha zitakazokwenda kutekeleza miradi hiyo zijulikane. Lengo la kuweka uwazi huu ni kuweza kuwasaidia wabunge pamoja na wawakilishi wengine kuweza kufuatilia utekelezaji wake, thamani ya fedha na hali halisi ya utekelezaji wa miradi, ili waweze kuishauri na kuisimamia serikali vizuri. Ili kuhakikisha utekelezaji wa maelekezo haya, ninaomba waheshimiwa wabunge, mnaporejea majimboni, fuatilieni kwa karibu utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika maeneo yenu, na ninaelekeza wekeni hata mawe ya msingi na zindueni miradi katika maeneo ambayo iko tayari. Vilevile hakikisheni mnapata taarifa za utekelezaji wa kila mradi na maeneo ambayo mnashauri tutumie fursa zote zilizopo katika maeneo hayo. Tumieni fursa za vikao vya halmashauri, tumieni fursa ya vikao vya baraza la ushauri la wilaya yani DCC, tumieni vikao vya baraza la ushauri la mkoa yani RCC, wizara za kisekta na ikibidi hata ofisi ya waziri mkuu kama kuna jambo ambalo mnaona linahitaji ichukuliwe hatua. Kwa kuwa mchango wa sekta binafsi katika utekelezaji wa dira ya taifa ni mkubwa, niungane na waziri wa mipango na uwekezaji kutoa rai kwa viongozi na watendaji wote serikalini kuhakikisha tunathamini na kuhakikisha sekta binafsi katika hatua mbalimbali za kupanga na kuwashirikisha sekta binafsi katika hatua mbalimbali za kupanga na kutekeleza miradi yote ya maendeleo. Sekta binafsi ipewe heshima kama ambavyo sekta ya umma inavyopewa, ili kuweza kuhakikisha ule ubia wa sekta ya umma pamoja na sekta binafsi unaleta maana. Bunge lako limepata muda
wa kuchangia na kushauri serikali juu ya mipango na mwongozo wa maandalizi ya bajeti kama ilivyoainishwa hapa bungeni, kama ilivyowasilishwa hapa bungeni. Aidha, tunaliahidi bunge lako tukufu, Mheshimiwa Spika, kuwa tutafanyia kazi maoni na ushauri vyote vilivyotolewa na waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Spika, sote tunakumbuka kuwa wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka 2025, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitoa ahadi mbalimbali kwa wananchi. Ahadi hizo zipo na zile zilizoahidiwa kutekelezwa ndani ya siku 100 baada ya serikali kuingia madarakani. Mheshimiwa Spika, ahadi za Mheshimiwa Rais zimeendelea kutekelezwa kikamilifu na waheshimiwa mawaziri wa kisekta wamekuwa wakitoa taarifa za utekelezaji na mafanikio yaliyopatikana. Nami nitumie fursa hii kwa muhtasari kuainisha baadhi ya mafanikio ambayo yameshapatikana katika utekelezaji wa ilani na yale ambayo yameshapatikana katika utekelezaji wa ahadi za siku 100. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa afya, serikali imepata mafanikio makubwa ikiwemo kuongeza wigo wa upatikanaji na ufanisi wa utoaji wa huduma za afya hapa nchini. Mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya afya ni pamoja na haya yafuatayo: kuendelea kuratibu utekelezaji wa mpango wa taifa wa bima ya afya kwa wote kwa awamu ya majaribio ambao unahusisha makundi maalum ya watoto, wazee, wajawazito na watu wenye ulemavu, kugharamia kwa 100% matibabu ya vipimo vya kibingwa kwa magonjwa sugu yasiyoambukiza yakiwemo saratani, figo, moyo, sukari, mifupa na mishipa ya fahamu, kuondoa zuio la kuchukua miili ya marehemu katika vituo vya umma vya kutolea huduma za afya kwa kigezo cha madeni kote nchini na kufanya uwekezaji mkubwa wa miundombinu ya afya, kuajiri watumishi wa afya 5,000 na kuwapangia vituo vya kazi kote nchini, kutoa zaidi ya shilingi bilioni 39 ili kuboresha huduma za uzazi na watoto wachanga katika vituo 89 vya kutolea huduma za afya, kuongeza vituo vya upasuaji wa dharura kutoka vituo 523 kwa Oktoba 2025 hadi vituo 578 Januari 2026, na kuongeza uwezo wa taifa kukabiliana na athari za VVU na ukimwi kwa kuhakikisha utoshelevu wa dawa za kufubaza makali ya ukimwi kwa kufufua kiwanda cha Tanzania Pharmaceutical Industries kilichopo mkoani Arusha na kuongeza fedha za ndani kupitia mfuko wa udhamini wa afua za ukimwi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa elimu, serikali imeendelea kuhakikisha kuwa upatikanaji wa elimu bora katika ngazi mbalimbali. Lengo ni kuwezesha wanafunzi wa Kitanzania kupata ujuzi utakaomudu ushindani wa kitaifa na kimataifa. Hivyo mafanikio yaliyopatikana ndani ya siku 100 ni pamoja na kuzindua mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu unaolenga kuhakikisha watoto wa darasa la 3 anasoma na kuandika na anahesabu bila shida, kuajiri walimu na kuwapangia vituo vya kazi walimu 7,000 kama ambavyo iliahidiwa wakati wa kampeni, wakiwa ni walimu wa masomo ya sayansi na hisabati. Mheshimiwa Spika, pia kuimarisha mpango wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vya ufundi stadi pamoja na vyuo vikuu kwa lengo la kulinganisha mafunzo na mahitaji ya sekta za kipaumbele, kuimarisha matumizi ya tehama shuleni kwa kusambaza vifaa katika shule za msingi na sekondari, kuongeza fursa za upatikanaji wa elimu kwa kuendelea kutoa mikopo ya elimu ya juu kupitia mikopo ya wanafunzi pamoja na ufadhili kutekeleza mpango wa elimu bila ada kwa shule za msingi na sekondari, na kuendeleza tafiti na ubunifu kupitia mfuko maalum wa Samia Commercialization Fund ili kukabilisha ubunifu na teknolojia. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa maji, katika kuhakikisha upatikanaji wa maji ya uhakika kwa matumizi ya nyumbani, kilimo, mifugo na shughuli nyingine za kiuchumi, serikali imetekeleza yafuatayo. Mheshimiwa Spika, serikali imeanza ujenzi wa gridi ya taifa ya maji kwa kukamilisha usanifu na upembuzi yakinifu wa miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo ule wa
kutoa maji ziwa Victoria hadi Dodoma kupitia Singida, pamoja na miradi ya kipaumbele ya maji ya mto Rufiji katika mkoa wa Dar es Salaam, Pwani pamoja na Lindi, na mto Ruvuma katika halmashauri za Mtwara, Mikindani. Mheshimiwa Spika, upande mwingine ni kuendeleza maandalizi ya miradi ya kupeleka maji kutoka ziwa Victoria, ziwa Tanganyika kwenda mikoa ya Kigoma, Katavi pamoja na Rukwa, kufanikisha kukamilika kwa miradi 16 ya maji na kuendelea na ujenzi wa miradi 71 mingine ya maji itakayowanufaisha Watanzania zaidi ya milioni 3 kote nchini. Na la mwisho, kulipa fidia kwa wananchi na kusaini mikataba ya kuboresha huduma za maji safi na usafi wa mazingira katika mikoa ya Mbeya, Njombe, Geita, Singida, Mwanza pamoja na Morogoro. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua dhamira na msisitizo wa Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa Watanzania, tarehe 2 Januari 2026 nilifanya ziara kutembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa bwawa la Kidunda, ambao nilijionea binafsi hatua ambayo imefikiwa katika utekelezaji wa mradi huo ikiwa ni asilimia zaidi ya 40. Hakika mradi huu ukikamilika utaendelea kutatua changamoto ya maji kwa mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Morogoro ikiwemo Ngerengere na Gwata, pamoja na maeneo ya mkoa wa Tanga, yani Kuwasunga kule Handeni. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameruhusu kufanyika kwa mradi huo, nilielekeza Wizara ya Fedha pamoja na Wizara ya Maji kuharakisha malipo ya hati zilizokuwa zimekwisha wasilishwa, na kiasi cha shilingi bilioni 24.83 nimepewa taarifa kwamba kiasi hicho tayari kimekwisha kulipwa hapo Januari 31, 2026. Nielekeze Wizara ya Maji kuendelea na kusimamia na kutekeleza kwa ukaribu kusimamia kwa ukaribu utekelezaji wa mradi huo ili ukamilike kwa wakati kama maelekezo yalivyotolewa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa nishati, serikali imeendelea kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia na kupata mafanikio makubwa. Mafanikio haya yameimarisha upatikanaji wa nishati ya uhakika kwa matumizi ya kijamii na kiuchumi na kuharakisha maendeleo ya taifa. Sambamba na hilo, serikali imefanikisha mambo yafuatayo: kuwezesha upatikanaji wa majiko banifu na mitungi ya gesi yani LPG kwa ruzuku, kuendelea kuhamasisha taasisi zinazolisha watu zaidi ya 100 kwa siku kuhamia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia, ujenzi wa miundombinu ya kusambaza gesi asilia na kuanza kwa kuunganishwa katika nyumba kwenye mikoa ya Lindi na Pwani. Mafanikio mengine ni kuandaa mazingira ya uzalishaji wa nishati mbadala kupitia mitambo ya mkaa mbadala katika mikoa ya Tabora na Dodoma. Mafanikio mengine ni kutekeleza miradi ya kuunganisha umeme kwa wateja wapya, kukamilisha awamu ya kwanza ya mradi wa kuzalisha umeme wa jua megawati 50 wilayani Kishapu mkoani Shinyanga utakaounganishwa katika gridi ya taifa. Na mafanikio mengine ni kuendelea kwa utekelezaji wa miradi ya kupeleka umeme katika vitongoji 9,009 yenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 1.2 ambayo wizara ilikwisha kama tulivyoshuhudia utiaji saini wake ukifanyika. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kuwezesha wananchi kiuchumi. Hatua ambazo zimechukuliwa ni pamoja na kuongeza upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya biashara ndogo ndogo na zakati na kampuni changa. Mnamo tarehe 5 Februari 2026 nilishiriki kwenye tukio muhimu la uzinduzi wa utoaji wa mitaji yenye thamani ya shilingi bilioni 200 ili kuwezesha wakulima, wafugaji, wavuvi, wafanyabiashara, maafisa usafirishaji, wasanii na kampuni changa za vijana kuongeza mitaji, kukuza biashara na kuchangia ajira na ukuaji wa uchumi. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa sifa alizonazo Daktari Samia Suluhu Hassan, mojawapo ni anapoahidi anatekeleza. Tayari bilioni 200 zimekwisha kutoka. Pia mafanikio mengine ni kutoa mikopo mingine yenye masharti nafuu katika mfuko mbalimbali na kufanikisha wafanyabiashara wadogo